Ukishajipima na ukajua ya kwamba uwezo wa kujenga hauna, basi jitahidi sana upunguze ushauri kwa wale ambao tayari wanakuwa wamejenga, kwa sababu kuna muda wanakuvumilia tu, lakini unaoyazungumza wewe huwa yanawakwaza kwa namna moja au nyingine. Unaweza ukajikuta wanajaribia hata michongo kwa sababu ya ushauri unaokuwa unaotoa. Sasa hii hapa ni sehemu tu ya ushauri ambao ninakushauri wewe, kama utavyo kuchukua basi itakuwa nzuri, ukiuacha nayo itakuwa sio mbaya sana. Lakini nilichokuletea hapa, nimekuletea jengo lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala na vyote ni self bedroom, na ukikomaa ukalijenga hili, unaweza ukakaa ukawashauri watu na wakakusikiliza wakasema ndiye huyu anachokuzungumza anakimaanisha, kwa sababu hata gharama za ujenzi anazijua. Hapa utatumia jumla tofali za blocks 3000, na kama utatumia tofali za kuchoma ni tofali 10,000 na kamili, tofali 10,000 kamili katika ujenzi wa boma peke yake. Lakini pia ili jengo lina jumla ya bati za futi 10,120 na mbao zake za kenchi ni 200 kamili, likiwa na jumla ya vyumba vitatu. Na ukitaka vyumba vitatu ambavyo vyote ni self, pia kuna sebule kubwa, dining kwa maana sehemu ya kulia chakula, lakini kuna jiko, lakini pia nje kuna choo na bafu kwa ajili ya wale ambao watakao kuwa hawahusiki na vyumbani humo, yani hawana ruhusa ya kuingia kwenye hivyo vyumba ambavyo vinakuwa na choo ndani. Kwa hiyo wao wataishia haja zao katika hivyo vyoo vya nje, kwa maana ni choo na bafu, sawa. Na ukiweza kuangalia upana wa hili jengo, ni upana wake ni mita 15.9 na urefu ni mita 13.9. Kwa hiyo sio kubwa sana katika kiwanja chako. Hakikisha kina ukubwa huo, basi ujue jengo hili lina fit na litakaa. Uzuri wa jengo hili hapo, ukijenga mjini, ulijenga kijijini, bado litakaa na status nzuri na litakaa katika muundo huu ambao unatazamika kwa uzuri zaidi vile ambavyo inaweza kuonekana hapa, sawa. Pia nachoweza kusema ni kwamba ramani kama hii na zingine nyingi zote tunaziweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo katika mitandao hiyo unaweza ukawa unaendelea kujifunza vitu vingi zaidi kuhusiana na ramani za nyumba, ili baadaye sasa utakapoamua kuanza ujenzi unakuwa unafahamu mengi zaidi. Na mara nyingi nimekuwa nikiwahimiza watu kufanya hivyo au kuendelea kujifunza, kwa sababu siku ambapo utaamua sasa ninaamua kujenga, unakuwa unajua vingi zaidi kuhusiana na ramani za nyumba. Lakini pia pamoja na kujua vingi, itakufanya ujue ni aina gani ya jengo ambayo itakuwa ni sahihi kwako kuijenga kwa wakati huo, na pia mahitaji yako yatakuwa ni yapi, na utakuwa unajua kwa ufasaha zaidi kwamba mimi natakiwa nitumie aina hii ya ujenzi, natakiwa nitumie aina hii ya ujenzi. Nimekuwa nikiwashauri wengi sana wasiwe wana force kutumia gharama sana kuna ujenzi wa majengo yao, kwa sababu ipo namna ya wao kutumia gharama kidogo sana kuna ujenzi wa majengo yao. Sio lazima ujenge jengo lako kwa tofali za block ikiwa unapatikana maeneo ambapo tofali za kuchoma zinapatikana. Ukifanya hivyo utaongeza gharama za ujenzi, lakini hazitakuwa na lazima sana kiasi kwamba zitakuwa zinakutengenezea tu namna ya wewe kuwa na bajeti kubwa, ila utofauti hautakuwepo, na pengine inaweza ikakufanya wewe ujenge kwa gharama, ikiwa wengine wanaweza kajenga nyumba yako kwa gharama ndogo na bado mambo yakaendelea kuwa vizuri sana. Sasa kama unaishi maeneo ambayo zinapatikana tofali za kuchoma, tumia tofali za kuchoma, kwa sababu hizo ni imara na ni bora zaidi mara 10 au zaidi ya tofali za bloko, kwa sababu tofali hizi za bloko nyingi zinatengenezwa na watu, na wengi wanaokuwa wanazitengeneza huwa wanatumia materials kwa namna ambayo inakuwa sio sahihi, ili uweze kujitengenezea faida zaidi. Sasa kama iko hivyo, inafanya bidhaa hizi kutokuwa imara na kutokuwa bora kwenye matumizi ya ujenzi. Kwa hiyo kama unapatikana maeneo ambayo zinapatikana tofali za kuchoma, ni vizuri tu kutumia tofali za kuchoma kwenye ujenzi wako, na ninaamini utapata kitu kizuri sana, na kila ambacho mko kukiwaza ndicho ambacho kitakachotokea. Lakini pia sio lazima utumie simenti kujenga nyumba mwanzo mwisho, ikiwa una maeneo ambayo unapatikana sasa zikapatikana tope ambazo zikakusaidia kwenye ujenzi. Hili nitakuja kulizungumza kwenye video ijayo. Karibuni sana.